Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Hayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kunako visiwani Zanzibari, ambapo tunakwenda kuitazama habari hii kwa sababu ndiyo mwanzo wa ligi mpya ya msimu wa mwaka 2026-2027, ambapo tunashuhudia ligi hii imeweza kuzinduliwa mara baada ya mchezo wa fainali ya Ngao ya Jamii, ambapo mchezo huu umeweza kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ikiwa ni sehemu ya kufungua ligi kuu ya NBC. Fahamu katika mchezo huu ambao umeweza kuchezwa katika uwanja wa New Amani ulioko pale visiwani Zanzibari majira ya 2:30 usiku, basi ni mchezo ambao klabu ya soka Yanga Sports Club wameweza kuonyesha ubabe mara baada ya kufanikiwa kushinda bao 1-0 mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Mchezo ulikuwa ni wa kuvutia sana kwa sababu vilabu hivi ni vilabu vikubwa, vimeweza kupeana upinzani mkubwa, ambapo tunashuhudia klabu ya soka Yanga Sports Club kutokana na cross ambayo aliweza kuipiga Shadrack Isaka Boka katika dakika ya 31, basi Albert Kangwanda akaweza kuiandikia klabu ya soka Yanga bao 1, na mpaka mwamuzi wakati Ahmed Arajiga anapuliza kipinga chake, basi klabu ya soka ya Yanga wameweza kuondoka na ushindi na kuweza kutoa ubingwa wa Community Shield ama Ngao ya Jamii kwa msimu wa mwaka 2026, ambapo kwa upande mwingine tunashuhudia ni moja ya mechi bora kabisa kwa kutokea hapa nchini Tanzania. Fahamu katika mchezo huu tunashuhudia vikosi vyote viliweza kuchezesha wachezaji wao wapya na vile vikosi ambavyo vinatarajiwa kuanza katika michezo mbalimbali ambayo watakwenda kushiriki. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa sasa bingwa wa kombe la Ngao ya Jamii ni Yanga Sports Club, ambapo Yanga mpaka sasa katika michezo 10 ambayo ameweza kucheza dhidi ya kocha timu ya soka ya Simba ameshinda michezo 7, huku sare kwa upande wa Simba ikiwa ni mchezo mmoja, na Simba ameshinda michezo 2 katika michezo 7 ya mwisho kukutana dhidi ya kocha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo ndio hivyo, Yanga wameweza kutawala, Yanga wameweza kuonyesha ubabe wao, huku Simba wao wakionekana kuwa wanyonge mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Simba kuelekea msimu mpya wa mwaka 2026-2027. Pasipo kupoteza wakati, wewe kama ni mshabiki wa soka ambaye unashabikia soka, una nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia mara baada ya mchezo kumalizika, je, kwa upande wako wewe kuelekea msimu ujao ni klabu gani ambayo unaiona moja kwa moja itakwenda kubeba ubingwa? Kwa hiyo shuka kwenye comment hapo, kadondosha maoni ili tuende sawa, kwa sababu kukomenti kwako ndipo ambapo kwa upande mwingine huenda baraka zikatokea mara baada ya kucomment. Kwa hiyo comment hapo, tuambie kwenye comment wewe klabu gani ambayo unaiona itakwenda kubeba ubingwa msimu huu. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kupoteza kwa bao 1-0 kupitia aliyekuwa msemaji wa klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club, ambaye kwa sasa ni msemaji wa timu ya taifa ya Tanzania, ndugu Haji Sunday Manara ameweza kutoa neno, ambapo watu wengi walikuwa wakusubiria kuona ni nini ambacho Haji Sunday Manara atakisema. Kupitia mitandao ya kijamii ameweza kujiposti akiwa viwanja. Kusema viwanja, amini umeelewa Mtanzania wetu ama mpenzi wa mtazamaji ambaye unatufuatilia, na mara baada ya kuposti video hiyo kisha akaandika hivi: hii nyimbo haina uhusiano na chochote guys. Hapa akimaanisha kwamba kuna nyimbo ambayo alikuwa akisikiliza kwa upande mwingine Simba wamefungwa, kwa hiyo nyimbo ambayo anaisikiliza ambapo kwa upande mwingine haihusiani na chochote kile ambacho kimeweza kutokea katika mchezo wa Simba dhidi ya Yanga Sports Club. Huyo ndio Haji Sunday Manara, miongoni mwa watu ambao wameweza kuleta mchango mkubwa katika soka la Tanzania.